Kwa hapa nchini maadhimisho haya yanatumika kutoa elimu. Kama hivi leo tumesikia elimu pana sana ya kupinga ukeketaji, na vyombo vya habari viko hapa, na mkusanyiko huu na midahalo imefanyika, mikutano ya hadhara imefanyika ili kuendeleza kampeni za kuelimisha jamii madhara ya ukeketaji kwa wanawake na watoto. Ukeketaji kwa wanawake na watoto wa kike wenye umri wa miaka 15 mpaka 49 umeshuka kitaifa kutoka 10% hadi 8 mwaka 2022, jambo jema. Maana hapo awali ulikuwa juu. Lakini bado kuna mikoa yenye viwango vya juu vya ukeketaji. Ndugu zangu wa Arusha na Manyara, nyie ndio vinara eneo hili. Haya, jipigieni makofi kama ni jambo zuri. Nyie mko 43%. Wakati wenzenu wa mkoa wa Mara walishaelewa, yani ingekuwa ni mtihani hapa, ina maana mnataka kuniambia Mara wana akili nyingi sana, wameshuka mpaka 28%. Singida majirani zenu wako 20%. Tanga wako 19%. Dodoma 18%. Iringa 12%. Haya, nyie kwa nini mko 43%? Ndugu zangu, kauli mbiu hii mmeimba sana. Inasema sauti yetu tokomeza ukeketaji. Sauti yetu, haya jibuni, sauti yetu. Sauti yetu. Nataka nitoke hapa nione kama sauti yetu itakwenda pamoja kwenye kutokomeza ukeketaji, au maskini wa Mungu nijihurumie tu kwa kuja huku. Nijihurumie au nijipongeze? Haya, kauli mbiu hii inahimiza jamii, hususani vijana, wanaume, viongozi wa dini, viongozi wa mila na wanahabari na makundi yote ya kijamii, hata wenye ulemavu wamekuja hapa kupaza sauti. Tumewaona. Tupaze sauti wote kwa ajili ya kupinga vitendo vya ukeketaji, kwa sababu tumeelewa madhara yake. Misiba mingi tumelia, tunaishi na wenye ulemavu, tunaishi na watu wana msongo wa mawazo huko ndani. Lazima wanaume mjue kwamba mnaharibu mfumo wa hisia, na nyie wanawake ambao mnawafanyia wenzenu hivyo, mnajua mateso mnayoishi nayo. Kwa nini mnawafanyia wenzenu? Sasa mwanaume wa kweli anayetaka kutikisa hisia za mke wake zibaki kwenye kumbukumbu yake, hawezi akakubali kuletewa kitu hicho ambacho kimeharibiwa. Wewe unajidanganya unaheshimu mila na tamaduni, lakini pale hakuna muunganiko wenu kwenye ndoa. Wanaume muelewe hili. Wanawake wanaweza kawa hawasemi, saa nyingine umasikini tu, nitaenda wapi, nilishaolewa, sasa nikirudi kwetu ni masikini, lakini hafurahi kichwani kwake na mwanamume mwingine. Hii sio sawa. Huu ni unyanyasaji uliopitiliza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tutatumia mbinu zote, maana haiwezekani mtu uelezwe kwamba huyu anavuja damu, huyu hapa atashindwa kujifungua, huyu hapa ataathiri mtoto, huyu hapa atakosa hisia za ndoa yake. Wewe umeng'ang'ania tu. Mimi nadhani saa nyingine kuwapeleka kwenye sheria inaweza ikawa ni kazi nyingine ya kutafuta shahidi wa kuthibitisha. Hawa tuwalete hospitalini muwapime. Mimi na mashaka kuna tatizo huku kichwani. Wangapi wamenielewa? Ni rahisi zaidi. Huyu mgonjwa, mimi si daktari. Wewe mtu anaambiwa hapa pana moto, hapa pana nyoka, hapa pana mto. Wewe unaenda tu, uko sawa daktari, nisaidie. Nisaidie daktari. Uko sawa, afya akili inakuwaje kwani? Si kutokuelewa mambo yanayoeleweka. Wanaume, mimi naomba mnisaidie majawabu. Kama tumeamua kulipiga vita hili swala la ukeketaji, wanaume tuna mchango mkubwa wa kusema hapo unashusha thamani ya mke bora na mke mwema. Unaniletea sasa mimi matatizo ndani kwangu nihangaike nayo pasipo sababu yoyote. Mwezi wa pili mwaka 2026 nazindua mkakati huu wa taifa wa kisekta wa kutokomeza ukeketaji kwa mwaka 2025-26 hadi mwaka 2029-30 kwa ajili ya utekelezaji. Tunaomba ushirikiano wenu. Makofi mengi. Kaimu rasmi naye anaukamata pale. Nani mwingine? Mwenye ilani yake katibu wa chama naye anaipokea. Sasa
Robi naye alikuwa akose sawa. Kinara wetu kutoka pale Mara naye anao pale.